Mimi nataka tuelewe kwa nini chuki inakuja. Kwa nini mtu akisikia kidogo Wahabi una nini? Sheikh Muhammad baada ya kuanza da'wa yake alishatembea miji tofauti, akaona bid'a zilizoenea. Baada ya kupata tamkini ya ilmu akaanza kufundisha da'wa. Alipoanza kusomesha da'wa akawa yupata baadhi ya ugomvi kutoka kwa watu, hasa wale watu wa bid'a na watu wa khurafati, kwa sababu yeye alikuwa anawalingania watu wake waache ibada ya makaburi. Watu walikuwa wanaomba makaburi, walikuwa wanaomba aulia. Ndio maana ukiona rasaili zake nyingi zilikuwa zinakita katika haya masala, akieleza watu kwa ukali. Sasa wale watu ambao wamezoea kuomba vile vitu na hawana ilmu ya ile vitu, wakawa wanamchukia mpaka wakawa wanamtengezea uadui katika serikali. Alikuwa kuna bwana mmoja huyu Muhammad Saud, ambaye yeye alikuwa ni kiongozi wa mji wake. Alivyoona Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da'wa yake, yeye ni kiongozi, hakuwa mtu wa dini, alikuwa ni kiongozi. Akamtaka Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ashirikiane na yeye katika da'wa, pamoja na kwamba ni tekniki kidogo ya kivita. Yeye ni rais ama pengine ni amir wa mji wake, alikuwa akipata dhuhut kutoka kwa yule kiongozi wa dola ya Uthmania wakati ule, akipigwa vita na nini. Sasa alimwona udaa Muhammad bin Saud, Muhammad bin Ibrahim, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab da'wa yake ya sawa, akaikubali da'wa yake, kisha akamtaka akuwe na yeye support. So huyu bwana akawa yeye yupambana katika kulea watu. Sheikh Muhammad yeye analea watu katika tauhid, falidhalika ile majority mingi ambayo kwamba inaingia katika tauhid, muda ule wakimkubali Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, watamkubali huyu kiongozi ambaye kwamba yeye anasimamia haki na anataka ile tauhidi isimame. Shanifahamu? Falidhalika dawa Sheikh Muhammad ikapata nguvu kupitia Muhammad Saud. Sasa kupitia Muhammad Saud Waislamu wakawa wengi wanakubali da'wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na kwa kukubali ile da'wa waje kwa ule mji wa Muhammad Saud wanafurahia. Ndio da'wa ikaenea ile da'wa mpaka ikafikia dhaifu ya dola ya Uthmania, na jamaa wakawaangusha watawala wa Uthmania. Baada ya hapo kashika zimamu Muhammad Saud. Hapo ndo wakaingia sasa ittifaq. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akawa yeye asimamia masala ya da'wa katika dola ya Saudia, baada ya kutolewa wale Uthmaniyin na kuwekwa vizuri mji wa Saudia na kutolewa zile makaburi na kadhalika. Sasa ukoo wa Saud ikawa wao wanasimamia mambo ya uongozi. Ndio unaona mpaka leo utawala pale utaona ni fulani al Saud au al Saud walimnusuru Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da'wa yake ya tauhid alipokuwa anaifanya. Falidhalika wale wapinzani wote sawa, walikuwa wapinzani wa kisufi ama wapinzani wa kishia, wao wakawa wanachukia moja kwa moja Ali Saudi kwa sababu wamemsupport Muhammad bin Abdul Wahhab katika dawa yake ya tauhid. Ndio mpaka leo huu ugomvi utakuwa ukisikia tu ugomvi unaashiriwa kwa Muhammad Saud kwa Ali Saud au wamfanya mpaka wanasingiziwa mambo mengine maskini ambayo hayapo. Hakuna mtawala ambaye amekamilika 100%. Hata wao wenyewe daula zao shirki zimejaa, bid'a zimejaa, lakini wao hawaoni. Wenyewe wataona tu msanii akienda Saudi Arabia, hapo ndo utaona kwenye mitandao, Saudia miji tauhid imepeleka wasanii. Mji wenu nyinyi hauna hivyo vitu. Lakini adawa ilitoka wapi? Adawa ilitoka kwamba huyu bwana alinusuru tauhid. Alipoinusuru dawa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sasa wakaamua sasa wao ile ugomvi yao ikawa inaenea. Lakini wanatueleza watu wa tarehe kwamba mji wa Saudia kitambo, mji wa Jazira, alikuwa kuna bwana mmoja akiitwa Muhammad Abdul Wahhab. Hata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yeye mwanachuoni, kuna bwana mmoja alikuwa akiitwa Muhammad Abdul Wahhab. Huyo alikuwa ni jangili, alikuwa ni kiongozi wa genge la wale vijana wale wanavamia misafara ya watu, sawa wale wakorofi, umeona. So huyu bwana alikuwa watu wakiwa wanasafiri na ngamia yao, yeye yuko na jeshi yake wanaenda kuvamia. So ikawa watu wanaogopa kwenda katika Jazira wakisikia Muhammad Abdul Wahhab. Hanifa Muhammad Abdul Wahhab amekomba sasa huyu mwingine jambazi. Sasa Shia alaihim la'natullah wakachukua jina Muhammad bin Abdul Wahhab wakaifanyia tashwihi, kwa kuwa kule Jazira watu walimzoea Muhammad Abdul Wahhab kuwa ni
mtu muovu yule Muhammad Abdul Wahhab wa kuvamia watu mkora, wakachukua ile jina na ile ausaf wakampatia huyu wa pili. Kwa ndo maana leo utaona pale popote ukiona mtu amenyosha mkono ndio Wahabi kadha kadha, ile adawa watu ambao walikuwa wakimchukia Muhammad Abdul Wahhab jambazi wakaiangushia kwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab al-Tamimi ambaye kwamba ni alim sunni ambaye kwamba alieneza da'wa ya sawa. Sasa ndio leo kuna baadhi ya Waislamu subhanallah ma'al asaf hawaelewi hii jina imetoka wapi. Mtu wa kwanza kuwaita Ahlusunna Wahabi ni Shia. Sasa leo wewe unapokuwa usimama na mwita Muislamu mwenzio Wahabi, unajua asili ya hii neno imetoka wapi? Asili ya watu walioita hawa Muhammad walioita nini Ahlusunna Wahabi ni Shia. Baada ya kuona dawa ya Muhammad bin Abdul Wahhab inavyolingania katika misingi ya sawa na inavunja itikadi zao, so kwa chuki yao wakaamua kumpatia jina baya, kama Waswahili wanavyosema ukitaka kumuua paka mpe jina baya, si ndio? So ile jina ikaenea kwa watu wakaizoea, masufi wakaibeba, mwana kwa kuwa wao ni watu wa makaburi, watu wa kuomba aulia. Wewe tazama mtu yote ambaye ana uadui, ukisikia tu mtu anasema neno Wahabi, huyo utakuta yuomba makaburi. Kodi sisi awamu hawajui ni nini wanasema, lakini ile mashaikh ambao wanasema Sheikh fulani Wahabi, wewe mfuatilie, utakuta mwanzo ni mtu wa bid'a, pili mtu ambaye kwamba ni mtu wa ziara, mtu wa makaburi, mtu wa mashirki. Anajua kuwa akimpiga vita huyu akaanguka, yeye ataendelea kufanya bid'a zake na shirki yake, na wenyewe wanaingiza pesa kupitia hizo. Mtu ametengeza pale kaburi, mashaallah ya shekha wake, nyinyi mkifika pale kuingia mnatoa pesa. Natoa pesa kwenda kumuona maiti ashakufa pale, nenda kumuomba, pengine alikufa na maradhi. Sheikh Abdallah, nenda kumuomba mtu ambaye kufa na maradhi omba yapate afya. Lakini subhanallah, watu wakabeba hii fikra bila ya wao kufahamu, wakamchukia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wakachukia da'wa ya sawa, wakaweka dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbali. Wa ila ukitizama vitabu vya huyu mwanachuoni, wallahi havijafundisha isipokuwa aqida ya sawa, havijafundisha isipokuwa tauhid, havijafundisha isipokuwa sunna. Lakini watu hawataki hilo, watu wamebeba fikra, wakabebeshwa fikra hata wakamchukia huyu mwanachuoni alayhi rahmatullahi ta'ala. Ndio kuna Sheikh mmoja Sheikh Abdullah al-Qaraawi rahimahullah ta'ala, asemekana mwanachuoni alikwenda India kwenda kusoma kwa mmoja katika wanachuoni wakubwa wa hadithi. Sasa yule mwanachuoni naye pia alikuwa ashasikia Muhammad bin Abdul Wahhab sifa zake mbaya. Umeona kama sisi tumetaja huyu Muhammad Abdul Wahhab pili, ushamjua. Sasa zile sifa ndo zimemfikia yule mwanachuoni mmoja, alikuwa ni sunni, mwanachuoni mmoja yupo alikuwa katika miji ya India. Sheikh Abdullah al-Qaraawi alipofika pale, baada yule shekhi ikawa kila katika darasa yake, kila kimaliza darasa anasema Allahumma al'an Muhammad bin Abdul Wahhab, kila kimaliza darasa anasema Allahumma al'an Muhammad bin Abdul Wahhab. Hii ndio kawa da'wa yake. Huyu bwana siku moja yeye ametoka Saudi, yomjua Muhammad bin Abdul Wahhab vizuri, akachukua kitabu tauhid. Inshallah maybe Allah akitupatia wasa atakuja kusoma katika majlisi yetu. Akachukua kitabu tauhid, akaitoa ile karatasi yake nje hizi, akatoa hii, akatoa na hii ambayo imeandikwa jina ya mtunzi na jina ya kitabu, ikabakia tu ile maelezo. Ile kitabu shekhe ni qala Allah qala Rasulullah, babu ma jaa qala Allah qala Rasulullah, khalas shekhe amaliza. Yule bwana akampelekea yule mwanachuoni ile kitabu, na ulama rahmatullah ta'ala kwa nasoma kweli. Alipompea ile kitabu, jamaa ameingia ndani usiku kasoma kitabu yote, amerudi. Alivorudi asubuhi katika majlis ya fajr, anaambia subhanallah, hii kitabu ni aya min ayatillah. Hii kitabu inaonekana mwandishi wake ni mtu ambaye kwamba akida yake iko sawa, na hii ndio manhaji ya sunna wal jamaa. Akaisifia kweli ile kitabu. Abdullah al-Qaraawi amuuliza, wajua aliandika hiyo kitabu ni nani? Ambia si nimeona haina mwandishi, ambaye ndo Muhammad Abdul Wahhab, huyo ambaye miaka yote alikuwa mchukia, ndo Muhammad Abdul Wahhab. Asema subhanallah, huyo mwanachuoni kuanzia hapo majlisi yake ikabadilika, kila kikao ikawa ni rahma na muombe. Sasa hii jina pengine Muislamu akija kusikia isikuwa ni sababu ya kuingia unyonge katika kifua yake, alal aqal azafute kitabu ya Muhammad Abdul Wahhab asome
tafuta mwalimu wa kusomesha kitabu yake moja tu, wallahi lan taqra kitaba illa satuhibbu hadha ar-rajul, utampenda huyo mtu. Ni kama alivyokuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam, wote walikuwa wanampatia sifa mbaya, subhanallah, shair, kahin, majnun, lakini alikuwa hakai naye mtu yoyote. Ukipata tena kusuhubiana na yeye, satuhibbu, utampenda. Wa hakadha hadha al-alim ar-rabbani al-mutawadhi' lan taqra kitaba illa satuhibbu, hutasoma kitabu ya mwanachuoni isipokuwa subhanallah utapenda kitabu yake. Pengine tungesoma kitabu bila kutaja tu muallif, kila mmoja angetoka na furaha, kama tulivyomaliza risala fi sujudi sahwi. Amjui huyu mwanachuoni Muhammad bin Abdullah, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, lakini mtu akiwa hajui hii kitu itafikia wakati atakuwa tuchukia akisikia jina. Wa illa hadha kana alim min ulama al-islam وجهبذ من جهابذها وله باع طويل في نصرة التوحيد والسنة. ونمناچون مكبwa akona juhudi kubwa katika nusuru Uislamu. Kama hada Allah tabaraka wa taala ala yadayhi aqwaman, walikuwa wameabudu masanamu bila wao kufahamu, walikuwa wanaabudu makaburi, lakini kupitia Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na da'wa yake na tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala wakarudi katika sawabu. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala amrahamu yeye pamoja na wanawachuoni wa Kiislamu, pamoja na wazazi wetu na walezi wetu na mashayikh zetu aladillah, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inshallah kesho tutaanza biidhnillah ta'ala darasa mubasharatan, na nadhani watu wamerudi makazini bila shaka, kwa hivyo tutachunga zaidi time inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.